Napenda kuwashukuru sana kwa kufika hapa. Nina furaha sana. Ndugu baba askofu, mzee wetu Abel Molel, mwakilishi wa RMO mkoa, ndugu kaimu mganga mfawizi na matron wetu hospitali, ndugu zangu waalikwa. Kwa hiyo kwa majina ninaitwa Nathan Kimaro. Mimi ni mfanyabiashara hapa Tanzania nikijihusisha na biashara ya vifaa vya ujenzi, mafuta na uwekezaji mwingine. Taaluma ya udaktari na uuguzi, kila mmoja katika maisha yetu, ukiwa pale unaugua chumbani, ukimuona daktari, ukimuona muuguzi, kabla hajakutibu unapata matumaini. Kwa hiyo uwepo wenu wauguzi, uwepo wenu madaktari ni matumaini kwa aliyeko chumbani hospitali na yule ambaye ni mgonjwa mtarajiwa. Kwa hiyo hakuna mbadala wa fani ya udaktari kamwe. Unajua kwamba nilikuwa najiuliza matwa, nikasema wakati nakuja nikasema washindi na mashujaa wengi wanatambuliwa kwa tuzo wanazopewa au kwa taji wanalolibeba, lakini tuna washindi na mashujaa ambao hawajabeba tuzo lakini wamevaa gloves kwenye mikono yao, na ninyi. Nimekuja hapa kipekee kabisa kwa sababu moja tu. Miaka 27 iliyopita mimi nilikuwa sijitambui, wala nilikuwa sijui hapa ni wapi, lakini kwa mikono yenu nyie wazazi wangu nimerudi tena hapa. Hii ikiwa inaonyesha ni jinsi gani ambavyo mnafanya kazi ya kupekee. Mimi leo ninasherehekea kuzaliwa kwangu, lakini kwa mwaka mzima mmeyagusa maisha ya watu wengi kimya kimya bila watu kufahamu. Taaluma ya tiba haipimwi kwa shangwe, watu wanaoshangilia, pesa wala vyeo, lakini upimwa kwa usiku wa kukosa usingizi, maamuzi mazito, lakini pia mikono ambayo haichoki. Kaandika pia, na wengi wenu hamtambui hata majina yetu, lakini watoto wa Tanzania walio hai kokote walipo wanafanya mambo makubwa, awe mawaziri, rais, wabunge, mainjinia, na fani zote. Cha kwanza walikuwa watoto wakipita kwenye mikono ya wauguzi na madaktari, na huo kweli utabaki hivyo milele. Mimi nilizaliwa katika hospitali hii. Nilikuwa sina ndoto yoyote, nilikuwa sijui kupambana, na kulikuwa kuna madaktari na wauguzi ambao walilinda uhai wangu. Leo nimerudi hapa kwenu mbele yenu, si kama mgonjwa, hapana, lakini mtu mwenye shukrani, na kuambia neno moja: kazi yenu mnayoifanya huwa inadumu kuliko mnavyozania nyinyi wenyewe. Naomba mjipigie makofi. Ambapo wakati wa Christmas tukiwa kule nyumbani tunachinja mbuzi, tunafurahi. Wakati wa majanga, wakati wa mwaka mpya, wale ambao wanatakiwa wawe kazini muda huo ni nyie. Hivyo nyie ni mashujaa wetu. Hongereni sana. Nimekuja kuwaletea zawadi kutoka kwa mtoto aliyozaliwa hapa Mount Meru ya Christmas, lakini pia nimekuja kusema kwamba lazima familia ya watu ambao wanamuona Mungu kwa upya baada ya kutoka kwenye hospitali kwa namna yoyote ile, tuwe na familia kubwa kuilinda, kuitetea na kuwasemea madaktari wanaofanya kazi hapa Mount Meru.